Ndugu zangu Waislamu wenzangu, ni furaha kubwa kwa kila mtu ambaye kajaliwa na Mungu mpaka sasa amebaki kuwa ni Muislamu. Fatuba liman baqiya musliman hatta al'an. Kama mpaka leo tungali Waislamu, tumekuja msikitini ni Waislamu, ni furaha kubwa sana, na Mola atubakishie Uislamu wetu. Ni hasara kubwa kwa mtu yoyote ambaye mpaka muda huu kashatoka kwenye Uislamu, sawa sawa akiwa anajua au hajui. Maana ziko hatari za kutoka kwenye hii dini na we uliotoka ukawa hujui. Kwa hiyo Mola wetu atubakishe na Uislamu kama huu. Ndugu zangu mabwana, leo nimekuja hapa, nimeandaa vijimaneno kwenye hizi dukaikati za khutba. Vineno hivi vilikuwa vinataallak na masala ya mwezi wa Rajab, ambao ndio mwezi tunaishi nao. Mwenyezi Mungu atubarikie kwenye mwezi wa Rajab na Shaaban, na atufikishe Ramadhani inshallah. Hususan ni katika yale maandalizi ambayo anatakiwa Muislamu ayafanye kuanzia sasa kwa ajili ya kuisubiri Ramadhani. Fikra hiyo nimeibadilisha. Sasa nitaondoka katika eneo hilo. Nataka kuzungumzia hadithu saa. Masala haya yaliyotajwa hapa na maimamu wenzangu juu ya kitabu tulichoachiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ayuha sadatul a'izza, al-Qur'anul Karim kalamullahi ta'ala al-azali, wa laqad takaffala Allahu maulana bihifdhi haythu yaqul inna nazzalna dhikra, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Qur'anun Karim anzalahu Allahu maulana علينا لتعبد بتلاوته والإعجاز الخلق عن الاتيان بمثله، فهو حبل الله المتين، وهو ذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الكتاب العجيب الفريد الذي لم ينتهي الجن إذ سمعه إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذا الكتاب الذي لا يبلى على كثرة الرد، فهو محفوظ في الصدور. عجيب والله، حفظ في صدور المسلمين من على مدى 14 قرنا، فهو باق في صدورنا، وهو مقروء بالألسنة، مسموع بالآذان على ممر السنين والدهور. Kitabu hichi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekileta kwenye hii dunia kwa ajili ya kutukomboa, ili tusiishi kama wanyama. Binadamu anatakiwa kuishi kwa muongozo wa yule aliyemuumba, asiishi anavyotaka, kwa sababu yeye hajui anatakiwa kwenda wapi na kwenda namna gani. Kwa hivyo anabidi apewe muongozo. Kwa huruma za Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuletea muongozo, Qur'anul Karim. Na Qur'ani ni kitabu. Kitabu hakina maana kabisa kama hakina mwalimu. Wacha mambo yaliyozuka kwenye hii dunia ya kijinga kabisa. Kuna watu hivi sasa wameamini kwa kusoma kitabu mwenyewe, akajifundisha mwenyewe, au kwenye simu, anageuka kuwa msomi mkubwa sana. Bila aksi huwa sahih, anageuka kuwa mjinga mkubwa sana. Kitabu lazima kimpate mtu anaitwa mwalimu. Na mimi nikueleze ndugu Muislamu, ukiona umeketi mahala na kitabu, tufaradhie kuwa ni kitabu sahihi, lakini huna mwalimu, usijidanganye kuwa huna mwalimu. Unaye mwalimu lakini humuoni. Yule mwalimu wako ni shetani. Ukijisomesha mwenyewe, usijidanganye umejisomesha mwenyewe. Hakuna anaweza kusomesha mwenyewe.
Allahu ta'ala akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, umezaliwa hujui kitu, na kwa kuwa hujui kitu huwezi kujisomesha mwenyewe, lazima aje mwalimu. Sasa badali mwalimu sahihi huna, umekaa na kitabu mwenyewe, usiseme huna mwalimu, ila mwalimu wako humoni. Mwalimu wako ni shetani, na kila asiyekuwa na mwalimu hapa duniani mwalimu wake ni ibilisi, na huyu ni mwalimu hodari. Walimu wengine wakiwemo mashekhe wetu hawa, iko mambo ya kibinadamu, umuru ni insania, mwalimu huchoka, mwalimu hulala, mwalimu huumwa, mwalimu husafiri, mwalimu hubanwa na dhurufu za maisha akaacha kufundisha. Wakati mwingine pesa hana za maisha yake, inabidi akaandike nazi na mayai apate kula. Ana hayo mwalimu bilisi anafundisha usiku na mchana. Bilisi hapumziki kazi ya ualimu. We utalala we mwanafunzi, ukiamka yeye anakusubiri kukufundisha. Ukilala ukishtuka tu yupo karibu hapo anakufundisha. Na katika dini hii kazi ya ualimu wa shetani ni kuwafundisha watu wa sasa wajione wanajua wakati hawajui, wajione ni mashekhe wakati si kweli. Ndio kazi yake leo anofanya, na kumsemea Mungu uongo. Na hayo sio maneno yangu babana, msianze kuona tabu bwana leo la, ni maneno ya Allah mwenyewe. Katukataza kumfuata shetani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la tattabi'u khutuwati shaitan. Limadha? Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Walimu wa shetani huko hapo. Allah katutahadharisha, anasema msifuate hatua za shetani, kwa sababu kazi zake anakuamrisheni mabaya, maovu, anakuamrisheni machafu, na anakuamrisheni mumsemee Mungu msiyoyajua. Antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Ukimuona mtu kakaa pahala anasema kuhusu Mungu asichokijua, haya ni maelekezo kutoka kwa shetani laini. Na mwalimu huyu kama nilivyomueleza hachoki, si mvivu wala hendi kula wala yeye kakaa na kusubiri usome tu. Siku ukihudhuria yupo, ukitoroka yeye shule yupo, shuleni haondoki, anangoja wanafunzi. Fawa asafahu, imeonekana leo wanafunzi wa shetani ndio wengi kuliko wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa aina tadhhabuna ya ibadallah? Allah katuwekea Qur'ani. Qur'ani imekuja, haina maana Qur'ani kabisa, imebidi aletwe mwalimu. Mwalimu aje atufundishe hichi kitabu, kingeachwa tu hewani. Hizo chapa za kwanza walizoandika Makuraishi wenyewe asingesoma mtu yeyote hapa. Angesoma nani? Wewe leo Sheikh Abdallah kasema ili ujue hii ndiyo yau, hii ni si inabidi ukute nukta moja chini. Kama zikifutwa ikachorwa baskeli tu ungesomaje? Huo msahafu ulioachwa na masahaba kwenye lajna iliyofanyika wakati wa Abubakar Siddiq, ukaandikwa akakabidhiwa mama Hafsa binti Umar, lam yakun alkalmati manquta. Ayo matamko hayakuwa na nukta hata moja, kulikuwa hakuna nambari za aya. Lam yakun almushafu, yani haukuwa msahafu umetiwa namba murakaman, la. Sasa msahafu ule ungeletewa wewe mwenzangu na mimi tuko hapa sasa, tungesoma vipi? Tungesomaje sisi? Wengine leo tunoitwa angalau kwa uchuro tunaitwa mashekhe, sisi tungesomaje huu msahafu? Sisi msahafu tumesaidiwa tu, tungesoma vipi? Allah subhanahu wa ta'ala alimleta mwalimu bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume ameufundisha msahafu ili wewe leo uelekee peponi. Msahafu umekuja kukufanya uende peponi, usiende motoni. Kwa hiyo ukienda motoni umetaka mwenyewe, kwa sababu msahafu umekuja. Msahafu umekuja wewe uende peponi. Kama unakwenda motoni, fala talumanna illa nafsak, wewe mwenyewe unataka moto. Na ndio maana utampata waziwazi bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Umma wangu wote watakwenda peponi ila mtu akatae mwenyewe. Ukikataa unataka moto, nenda, tutapishana njia baadaye. Wewe unaelekea huku, si tunaelekea huku, si tunakwenda peponi. Hakadha msahafu umekuja kukufanya utofautishane na wanyama, wewe uwe tofauti na wanyama.
Msahafu umekuja kukufundisha huu ustaarabu. Mabwana, lau si msahafu tusingekuwa hapa saizi. Si tumekaa kwa sababu ya msahafu. Jambo kubwa msahafu. Heshima yetu ni msahafu. Hadhi yetu kama Waislamu ni msahafu. Nuru ya maisha yetu sisi ni msahafu. Kheri yetu yote ni msahafu. Baraka yetu ni msahafu. Msahafu ndo kila kitu. Lakini ni kwa miaka mingi ya hii dunia imekuwa inafanyika vita kubwa sana kuuvuruga huu msahafu. Haya mambo yanosamwa hapa, iwe kwa makusudi au kwa bahati mbaya, hayakuanza leo. Yameanza huko nyuma. Kufanya msahafu usiwepo. Bora yule Yahudi kule Palestine alipohutubia watu wake, akawaambia ayuhan nasu ayyukum man yastati'u an yumazzika hadha almushaf. Nyie watu, nataka mnambie kati yenu nani anaweza kuuchana huu msahafu. Palestine unatakiwa chanwe. Fahabba ahadu a'dha'i almajlis ka'annahu sahamul marish. Amekurupuka mtu mmoja na ghadhabu, amekwenda kuupokonya ule msahafu mikononi mwake. Faja'ala yumazzikuhu qita'an qita'a, akaanza kuuchana hivi. Umechanwa msahafu, wacha mbali kupotosha, kuchanwa hivi hasa, ushachanwa sana. Yule mkubwa akamwambia, ma ajhalak ma ahmakak, wewe mbona mpumbavu? Mimi sikuona mtu mpumbavu kuliko wewe. Ma aradtu tamzika waraqihi wa inma aradtu an tumazzikahu fi suduri almuslimin. Mimi sikukusudia kuchana karatasi hivi. Ukichana karatasi wataandika zingine. Nilichokikusudia mimi, msahafu uchome kwenye nyoyo za Waislamu, ukauchanie huko. Msahafuni kwenye nyoyo zao, ukauchane huko, sio hizi karatasi. Wewe ni mpumbavu. Umeanza kushambuliwa msahafu kuanzia huko. Na Waislamu katika eneo walilolala ni kushughulika na kitabu chao. Na hayo ndio masikitiko makubwa sana. Waislamu ni yamun, utadhani wana jambo halina hadhi. Ndugu Waislamu, anayetaka kuheshimiwa hapa duniani ashikamane na msahafu. Anayetaka maisha mazuri, aishi kwa raha, alhayatu raghad, ashike Qur'ani al-Karim. Anayetaka amani ya moyo ashike Qur'ani. Inaitwa dhikri. Qur'ani ni dhikri, na Allah anasema ala bi dhikrillahi tatma'innul qulubu. Anotaka moyo uwe na amani, ashike Qur'ani al-Karim. Qur'ani ukishika umemshika Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukishika Qur'ani ndio umemshika Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Anotaka maisha, watoto wake wawe wana baraka. Amezaa watoto wamebarikiwa, biashara zake zina baraka, kwenye mujtama anaheshimika bila chembe ya ujanja wowote. Ashike Qur'ani al-Karim. Fawa asafa ndio kitabu kilichochukuliwa kikawekwa chini ya nyayo za watu. Lakad wada'tumul mushafa tahta aqdamikum. Msahafu uko chini ya nyayo, ndugu Waislamu. Hakadha unakuja kushangaa hapa, kuna watu mmeona ajabu hapa, mmeshangaa maelezo yalotoka hapa. Ndo hivyo kumbe kuna mpaka makosa yameonekana. Haya ulitakiwa uyajue mwenyewe, we mwenyewe, bila kusubiri kuja hapa. Sasa nitakuuliza, ambaye hajaja hapa leo atajuaje huko kama msahafu umeonekana una makosa? Wewe na bila shaka ukitoka hapa kwa mlivyokuwa na roho mbaya watu wa leo, wala huendi kumwambia hata mkeo. Yani huendi nyumba mke wangu na habari kuwa macho, msahafu humwambii. Ukifika nyumbani utaambia mke wangu, mchuzi umetia nazi leo umeweka za kutosha. Hakadha taishuna, la talabu bihadha alkitab almubarak, fattaqullaha bilqur'ani alkarim. Muogopeni Mungu na hichi kitabu. Sasa mambo matatu yanatakiwa kufanywa mara moja, haraka sana. Mimi naamini, na kila anayeujua msahafu anaamini, msahafu utabaki hai na utabaki salama mpaka siku ya kiyama. Mimi najua hivyo, na kila anojua msahafu anajua hivyo. Amedhamini Mungu mwenyewe kukulinda kitabu hiki. Mpaka ukiona watu wadogo kama sisi wa zama hizi, kina Sheikh Abdallah na wengine, anagundua makosa. Kuna makosa 9 humu. Ndo ule ulinzi wa Mungu unaendelea. Ule ulinzi aloamua Mungu kulinda kitabu chake, ndio macho yapo mpaka leo yanagundua hapa sivyo.
Mambo matatu yafanyike kwa hisani yenu. La kwanza, kila asojua Qur'ani akajifunze. Na hii ndo salamu yangu leo. Hapa mmeketi ndugu waislamu wenzangu, na nyie ni wabora kuliko mimi, ninafahamu, na sitaki kuwapaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Nusu na robo ya mliokaa hapa hamjui Qur'ani. Nusu yenu na robo, kama sio zaidi ya hapo, hajui mtu Qur'ani na wala hajali. Yani Qur'ani hujui na hujali. Na hapa umekuja msikitini hapa unasali, wala hatujui katika swala hii utasoma nini. Leo unakusudia usome kitu gani kwenye swala hii, na Qur'ani hujui. Kwa lugha nyingine, waislamu leo msioshughulika na kitabu hiki ndiyo sababu ya matatizo haya. Matatizo haya yametokea baada ya waislamu kukataa kushughulika na kitabu cha Mungu subhanahu wa ta'ala. Mbona zama za nyuma wazee wetu hapa hawakuwa na tabu kama hizi? Ulisikia matatizo kama haya? Hapa duniani, hapa nchi hii, wako watu zama zao kina Al-Habibu Omar Mismeti, zama zao kina Omar nani mwenye baraka, zama zao umekuta kina Sheikh Hassan bin Amir Shirazi, zama zao umekuta nujumun. Ulimsikia mtu ana adabu kama hizi kufanya tabu? Si atapewa jambo. Kuna watu walikuwepo hapa wakitaka wao na Mungu anataka hivyo hivyo kama wao. Yani wao wakitaka, mara nyingine hawana haja ya kuomba dua. Mungu akishawajua tu anataka hivi na Mungu anataka hilo hilo. Adabu mbaya zimezidi zama hizi. Na adabu zimezidi kwa sababu mmekataa kushughulika na Qur'an Karim. Sijui mnataka kuongozwa na kitu gani. Hebu jalia hivi, sisi waislamu tulokuja sali Mtoro leo hapa, kila mmoja engekuwa anajua kuisoma Qur'ani vizuri. Sikwambii tafsiri. Tafsiri mambo ya wenyewe hayo. Wewe usiingilie mambo ya sukuhusu ya. Tafsiri ina wenyewe. Maani, wachana na maani, wewe uko usende, utakufa bure. Lakini mngekuwa mnajua kusoma Qur'ani vizuri nyote hapa, kwa mustawa wa level hii tu mliokaa hapa, hata wale maadui wa Qur'ani ungeanza kuogopa. Ungesema sasa Qur'ani ina wenyewe. Qur'ani watu wake wapo, msichezee tena. Na ndio maana zamani haikuchezewa sana, kwa sababu watu wake walikuwepo. Muislamu mwenzangu umeketi hapa, ambaye Suratul Fatiha hujui kuisoma vizuri, na umri wako ni zaidi ya miaka 30, halafu unashangaa leo baada ya kusemwa haya. Unashangaa kwa sababu gani, wakati wewe ni sababu wa haya? Hebu tumche Mungu tupate salama. Kila mtu akitoka hapa aende akajitizame mwenyewe, anajua Qur'ani au hajui? Na jibu lake atakuwa hajui. Walimu wamejaa, maustadhi wamejaa. Kuna walimu wanasubiri uende tena bure atakufundisha. Lakini sasa usiende bure. Uende bure kwa nini? Usiende bure. Kuna kitu cha thamani kinakuwa cha bure. Mbona watoto wako shule unawalipia ada mpaka unaomba na mikopo? Omba na mikopo wewe mwenyewe ujue kusoma Qur'an Karim. Usiende. Wacheni, kuna fikra mbaya, fikratun sayyi'a. Hunaka fikratun sayyi'a, fikratun shaytaniya. Bana, Qur'ani kwani inauzwa? Qur'ani haina malipo. Watafanya fi sabilillah hawa. Fi sabilillah maustadhi wanafanya fi. Acheni mambo hayo bwana. Mnasemaje mambo namna kama hiyo? Qur'ani ndio pahala hasa pa kwenda kuwekeza pesa yako, kwa sababu unawekeza mahala pa uhakika. Anayesoma Qur'ani anasoma hakika. Unawekeza mambo ya shule kwa wanao, unawekeza majazi. Fikratun shaytania. Unachodhani namsomesha mwanangu form 4 form 6 sijui chuo kikuu, unajua una tafaul hawa, una madaidai na mawazo ya matumaini atakuwa waziri, sijui atakuwa meneja, na hawi. Ajabu ni hiyo, hawi. Mmesomesha watoto wenu chungu nzima, wana degree maskini. Wamezagaa hapa Kariakoo wengi kweli hapa. Wana kalamu, alama yao ni kalamu hapa. Wanaweka kalamu hapa 2 3. Usimchokoze kwa Kiingereza atakuua. Kiingereza? Usimchokoze. 100 mfukoni hana. Wapo Kariakoo wengi. Sasa hivi ukinadi hapa, tunawataka wasomi wa sekula wanaomiliki bachelor degree waje hapa. Msikitini hamna nafasi ya kuwaweka, na hawana mbele wala hawana nyuma maskini. Ule muda wote waliotumia shule
kuanzia nursery school, wakenda primary school, wakenda ordinary level, wakenda advanced level, wakenda university, muda wa miaka zaidi ya 20, angeketi mtu kushughulika na Qur'ani, angekuwaje? Hali yake ingekuwa vipi? Imam Shafi kahifadhi Qur'ani na miaka 7 tu basi. Shule miaka 20 ndio upate degree, na huna hakika utaajiriwa, huna hakika utadharauliwa, huna hakika ya maisha. Na watu wa degree mko hapa, hanaambieni degree ni karatasi. Nataka mjue ile degree lile ni karatasi, na asiyoijua anaweza kufungia hata mandazi. Ukilitupa hapa, mpika mandazi atashukuru, pata karatasi ya mandazi leo. Degree ndio nini? Maarifa ndio jambo la msingi, sio lile karatasi. Shughulikeni na Qur'ani bwana, uhuni umezidi huu. Allah atalinda Qur'ani kupitia juhudi yenu. Nyinyi mfanye juhudi sana. Mkitoka hapa leo, kila mtu ambaye kwenye moyo wake humo kuna chembe imebakia japo ndogo ya kumwamini Mungu subhanahu wa ta'ala, ana imani walau mithqala khardalin, kwenye moyo wake humo iko imani japo ndogo kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aanze kujifunza Qur'ani kuanzia leo, na akajifunze mahala sahihi. Usende tu, waweza kwenda kujifunza ukaangukia kwa watu kama hao, na wao wapo wanakusubiri. Tafuta, na watu sahihi wapo. Elimu ni mambo manne. Al-ilmu arba'atu umurin, mambo manne ndo elimu. Ndugu Waislamu, amkeni. La kwanza, aqlun rajahu. Kusoma ni kuwa na akili rajah, akili kali, akili inayoweza kupokea unachoambiwa. Lazima uwe nayo hiyo akili. Kama huna, endelea kumuomba Mungu kwanza akupe, usiende kupoteza wakati. Aqlun rajah. Na nyinyi wenyewe si mnajua akili ndio chombo cha kubebea elimu. Al-aqlu ya'ul ilmi. Elimu ikisomwa mahali pake inabebwa na akili. Akili kama hamna, elimu haina pa kukaa. Ndio maana hujawahi kumuona mwenda wazimu shule. Vichaa shule hawaendi hata siku moja, kwa sababu hawana chombo cha kubeba ile elimu. Aqlun rajahu. Jambo la pili, kutubun sihahu. Upate na vitabu sahihi. Upate vitabu sahihi. Kwanza uwe na akili sawa, upate na vitabu sahihi. Jambo la tatu, shaykhun fattahu. Umpate shekhe mwanachuoni aliye na nguvu, anaweza kukufungulia mlango ukaona mbali kutoka uliposimama. Huyo shekhe awepo. Usipate mashekhe walojaa, wamejaa mashekhe, usiwapate hao. Wanapatikana kwenye kahawa sasa hivi. Mashekhe wengine wako feri, anapara samaki lakini ni shekhe mkubwa, anapara changu. Unajua bwana, Allah anasema hivi, anapara changu lakini mufti pale feri. Huyo mwache kwanza apare samaki, usende, utaelekea motoni. Intasharati shuyukhu min kulli zamanin wa makani, kila nyumba shekhe yuma. La, mtafute shaykhun fattahu, shekhe atakayefungua akili yako uwe mtu sawa. Jambo la nne, mudawamatun wa ilhahu. Mudawama wa ilhahu. Elimu inapatikana kwa kudumu, yani uchukue muda mrefu na ufanye shinikizo. Ule mwalimu aone kama unamshinikiza ili akufundishe. Humwambii mwalimu nifundishe, la, ile juhudi yako ndiyo unamwambia mimi nataka nifundishwe. Mudawama wa ilhahu. Ukikosa mambo mane, kazi za kufanya ziko nyingi, kafanya, achana na elimu. Aqlur rajahu, kutubun sihahu, shaykhun fattahu, na mudawamatun wal ilhahu. Hapo elimu itapatikana. Leo nawaomba sana ndugu Waislamu, kuanzia sasa mkajifunze Qur'ani. Na nyie watu wazima mlioko humu, kuna na fikra mbovu, wenye fikra hizo ni watu wazima. Mungu awaongoze nyie na mimi. Ule utu uzima wenu ndio aiku, ndio mani'u ya kuto kujifunza. Tena mie na umri huu nikakae nasomeshwa alhamdulillah na kitoto hiki, kitoto chenyewe hiki, nimekaa pale tena alifu bete, mimi umri huu. Maneno hayo sio yako, maneno hayo shetani. Unasema wewe, lakini mwenyewe shetani. Sisi tunajua na ulama wetu wanajua, 85% ya masahaba wa Mtume Muhammad wamejifunza kwa Mtume wakiwa watu wazima. Watu wazima kabisa ndio masahaba wa Mtume, wamesoma wakiwa watu wazima. Leo wewe unakuwa bora kuliko masahaba wa Mtume kweli? Abu Bakari kaingia kwenye Uislamu mtu mzima, umri wake unaendana na Mtume vile vile, karibu.
lakini utu uzima haukumzuia. Tatizo la watu wazima, shetani kawashikeni kwa utu uzima wenu, msisome. La, mcheni Mungu. Na nyinyi mkisoma ndo mtakuwa kigizo, watoto wenu watawaiganyie. Watu wazima wakiwa wazuri ndio dawa ya wadogo. Watoto wadogo dawa yao watu wazima. Watu wazima wakiharibika, dunia imekwisha hii. Na ndo sasa dunia inakwisha sababu inaharibika watu wazima. Mtanisome, mimi sipendi kupindisha haki. Haki tuambiane wazi wazi. Mnaoharibu dunia leo na kuwafanya watoto wenu hawataki kumsoma Mungu ni nyie watu wazima. Kuna watu wazima hawasomi Qur'ani kabisa wala hajui. Kuna watu wazima hawaswali kabisa. Kuna watu wazima hawaswali kabisa. Yeye ni hodari wa kubishana mpira mtaani kwake, lakini kusali hataki. Mnadhuru watoto wenu, mnadhuru kizazi hiki. Heshimuni Qur'ani na nyinyi mtaheshimiwa duniani mpaka akhera. La sivyo endeleeni kudharau Qur'ani na nyinyi mtadharauliwa leo mpaka akhera. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله رب العلي العظيم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله. الحمد لله وحده الغني عما سوى المفتقر إليه كل ما عداه. والصلاة والسلام على خير خلقه ومصطفاه سيدنا ونبينا محمد الذي لا نبي بعده. أتانا بنور الهدى الذي هو القرآن الكريم وحمانا من الردى وجعل يصلح أحوالنا إلى آخر المدى. وعلى آله وصحبه الذين حازوا الفضائل أبدا سرمدا. أما بعد أيها المؤمنون فاتقوا الله تعالى في كتابه الكريم اقرأوه وعوا ما فيه لعلكم تفلحون. isomeni Qur'ani na mzingatie yaliyomo ndani yake ili mpate kufaulu. Salahukum fi kitabillah, fawzukum fi kitabillah, saadatukum fi ad-darain mawjud fi kitabillah. Kullu al-khair القرآن الكريم فتمسكوا بهذا الكتاب يرحمكم الله. Shikeni Qur'an mpate usalama. Mambo ni matatu nimesema. La kwanza, watu wote kuanzia leo nyie pamoja na mimi tukasome Qur'ani. Walimu bado wapo, usione haya. Hata ikibidi kajiunge kwenye madrasa ya watoto, ukae na watoto wadogo unafundishwa alifu, sio haya. Ile ndio baraka yako. Nikae na watoto hawa. Kusema kweli, kama Qur'ani hujui na wewe mtoto, na kakae na watoto wenzio. Wewe ni mtu mzima kwa umri tu, lakini kwenye Qur'ani ni mtoto mchanga kabisa. Sasa na wale watoto pale, kaa nao, wewe nao kwenye eneo la elimu sawa sawa, eneo la kujifunza kwamba hatujui, wewe na wale watoto sawa sawa. Pata muda ukae na watoto wenzako mfundishwe. Na hata ukiwa mkubwa si mtoto, kwani wewe mkubwa kuliko nani? Umempita nani ukubwa wako? La kwanza, tujifunze Qur'ani ndugu Waislamu. La pili, nawaomba mimi wanawachuoni, ulama, hukama, walimu, asatidha walioko duniani leo, mashekhe wote waliopo leo, wale mashekhe kweli. Hapa mara nyingi napenda kusisitiza hapa, mashekhe kweli wakiwemo hawa mnaowaona hapa, wana kazi ya kufanya kubwa sana kwenye hichi kitabu. Funun za kusoma kwenye hii dini ziko nyingi mno. Ziko fani chungu mzima ambazo unapaswa uzisomee kwenye hii dini. Lakini hakuna fani ya kwanza kama Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim fanul awwal. Ndio fani ya kwanza. Jamanini, ukimkuta mtu anatabahari kule kwenye nahau, msahafu hajui kusoma, huyu si majununi kweli? Yani hajui kusoma Qur'ani, ana nahau mfukoni, ana nahau, ana ujinga huyu. La,
mwingine kabobea huko katika swarfu, la haula wala quwwata illa billah, unaimba huko kama ndege swarfu. Mwingine asema mimi nina balagha, mimi nimesoma arudhi mimi. Ukiwa Qur'ani huna kitu, wewe huna chochote. Kwa nini? Si maneno yangu mimi, mimi nisisingiziwe, ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume wetu amesema hapa duniani Mungu ana watu wake, inna lillahi fil ardi ahlina. Hapa duniani Mungu ana watu wake, na akawataja watu wa Mungu. Hakumtaja mwenye swarfu. Mtume anajua swarfu ipo, hakumtaja mwenye swarfu, hakumtaja mwenye nahau. Na wewe unasoma balagha kidogo, unajua tasbihi na majazi, ukutajwa. La, Mtume kataja watu wa Mungu. Ahlul Qur'ani hum ahlullahi ta'ala wa khassatuhu. Watu wa Qur'ani ndio watu maalumu wa Mungu. We humo? We humo? Ukiona kwenye Qur'ani haumo, kwenye watu wa Mungu humo. Tafadhalini, watu wa Qur'ani ndo watu wa Mungu. Hii ni kuashiria nini? Kuashiria ndo fani ya kwanza isomwe. Asome mtu kusema maneno ya Mungu kwenye kinywa chake. Sio tu watu wa Qur'ani watu wa Mungu, bali wao ndo watu bora. Watu bora ni watu wa Qur'ani. Kasemaje Mtume sallallahu alayhi wasallama? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadhihi khairia shahadatul mustafawiyya. Hii ni shahada kutoka kwa bwana Mtume Muhammad. Mtume katoa degree, ametoa shahada yake ya ubora. Amesema watu bora wa shahada hii ni watu wa Qur'ani Karim. Ukitaka kuwa bora kwa ulimi wa bwana Mtume, shughulika na Qur'ani. Sasa Qur'ani amshughuliki nayo, ubora wenu uko wapi? Na waomba mashekh, somesheni Qur'ani kabla ya mengine. Ni dharura kujua Qur'ani, si dharura kujua nahau. Si dharura kujua nahau. Unaweza ukaishi na nahau huna, na Qur'ani una peponi siku ya kiyama, wewe na Abubakari ubavu kwa ubavu, kwa sababu una Qur'ani Karim. Hayo mambo makubwa ya fununi yamewekwa. Unajua yamewekwa kwa nini? Sababu yake ya kusaidia kuijua hii Qur'ani. Anosoma nahau, anosoma fununi, anasoma badii, anasoma maani, anasoma yote hayo, lengo lake linarudi kwenye kumsaidia kuijua hii Qur'ani. Utakuja kuona Qur'ani ndio jambo. Ukiacha Qur'ani huna jambo. Na nyie mmeacha Qur'ani hamna jambo. Hamna jambo kabisa. Waislamu mmeshafeli. Mmefeli, wa dhalikum huwa al-khusranul mubin. Mlipoiacha Qur'ani hamna jambo. Sasa jiandaeni kwenda kumjibu Mungu siku ya kiyama maswali yake. Qur'ani mliishi nayo vipi? Mlifanya vipi? Mashekhe na waomba, fani ziko na zinasomwa na tunazisoma, na kiasi angalau cha ukucha tunazijua. Ziwekwe nyuma kwanza. Kila shekhe popote alipo anataka kulea wanawe, aanze na Qur'ani Karim. Qur'ani ikipotea kwenye vifua vya watu na wanaoijua wakafa, kiama kimefika hiki. Lakini watu wakiishi hawana zarfu, hawana balagha, hamna neno, watakakaa baadaye watapata huko. Lakini Qur'ani iwe jambo la mwanzo. Nyinyi watu mkitoka hapa kajifunzeni Qur'ani, nyie na mimi na mashekhe, shughulikeni na Qur'ani. Tena mshughulike kwa nguvu kuliko mengine. Na wanaotaka fani zile za kubabaisha na kutafutia ugali ni tutawasaidia, lakini sasa kwanza Qur'ani iwe ya kwanza hii. Waje watu tufundishane ugali unatafutwa vipi? Tutafundishana ugali unaupataje na uduvi. Kwanza kitabullahi ta'ala. Mtume cha kwanza alipopewa utume kapewa Qur'ani mabwana. Kapewa Qur'ani, ambiwa ikra, kuashiria kuwa jambo la kwanza. Mashekhe wote somesheni Qur'ani kwa nguvu kuliko kitu kingine. Na nyinyi watu mlioko hapa kajifunzeni Qur'ani wote biduni istithna kuliko kitu kingine. Baada ya hapo misahafu hii yote inayopotoshwa hii yote ikusanywe. Kwanza wanaochapisha waache. Na mimi sitaki kuamini kama ni makosa ya mashine. Na tuhumu kuna kusudi hasa. Na tuhumu ni mpango maalumu hasa kuwafanya watu, Mungu anataka wasome vingine na wao wasome vingine, ili elimu sawa ya Mungu iondoke. Huu mpango hasa na tuhumu hivyo. Wanaofanya hayo, sisi tuna mamlaka kwenye nchi. Tuna mamlaka kidini. Hapa tuna baraza la BAKWATA, baraza letu sisi. Tunaye mufti.
ndo kiongozi wetu wa kiroho sisi. Tanzania tukiulizwa mna kiongozi wa kiroho tunasema naam, mtajeni. Ni mufti, na mufti ana wasaidizi wake na wengine ndo sisi tunamsaidia kazi. Mpango ufanywe kama alivyosema imamu, kufuatilia hizi chapa zatoka kiwanda gani hizi, kule kule zikaziwiwe. Kama hawana chapa nyingine wasituletee msahafu hata mmoja, hatuutaki. Hapa tuna watoto wamehifadhi msahafu mzima, wanatutosha hao. Mie binafsi yangu kama watu naweza kuandika juzu 15 peke yangu. Msio na wasiwasi, msahafu ukiondoka kwangu mtapata 15. Kwa Sheikh Abdallah mtapata 30. Hamna neno. Sheikh Abasi anajua msahafu mzima na ziada. Msilete misahafu mibovu nchi hii. Msithubutu. Hatutaki. Iliyopo inatutosha, na kuandika tunajua. Tutawatafuta mahafidhi waje hapa, watasoma, tutaandika. Misahafu mibovu, mamlaka za juu zisaidie isiletwe nchi hii. Isiletwe kwa kivuli cha kusema mashine ilikosea. Hiki kivuli hakifai kuzingatiwa. Imeletwa misahafu mibovu makusudi kuja poteza watu. Wenye mamlaka wazuie, na nguvu ya kuzuia wanayo. Nao nyinyi mkasome, na mashekhe wasomeshe Qur'ani. Mimi nadhani tutapata kufaulu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وارض عن الخلفاء الراشدين حماة الإسلام الخليفة الأول سيدنا أبي بكر الصديق، والثاني عمر الفاروق، والثالث عثمان ذي النورين، والرابع سيدنا علي بن أبي طالب، وعن 6 البررة الذين هم تمام العشرة، وعن أصحاب الشجرة، وعن فاطمة الزهرة، وعن خديجة الكبرى، وعن علمائنا الأجلاء الراسخين في فنون المعارف واليقين، وآل كل وسائر الصالحين من أول الدنيا إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وعلى الجنة سترا وحجابا، وإلى الجنة رفيقا، ومن الخيرات كلها دليلا. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت مولانا التواب الرحيم. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.